wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Wakati wa mapinduzi na mabadiliko, mwanamke alijikuta katika nafasi ya kuandika hadithi yake mwenyewe. Hii ni hadithi ya wanawake kutoka kila pembe ya dunia, hadithi ya nguvu, matumaini na mapambano ya kila siku. Siku ya wanawake ni zaidi ya sherehe, ni ukumbusho wa safari ngumu lakini yenye mafanikio ya wanawake waliojaa hamu na kutengeneza dunia yao. Kilichowafanya wanawake kuwa na nguvu si tu mapenzi wala huruma, bali ni nguvu ya kujitolea, kujitambua na kuwa na sauti. Hakuna jambo linaloweza kushindwa mbele ya moyo wa mwanamke mwenye malengo. Lakini je, tunajua changamoto zilizozikumba? Na je, mafanikio yao yamepangwa tu na bahati au ni kazi ngumu? Hayo ndio maswali tulokuwa tukijiuliza kila siku. Changamoto hazijawa kidogo. Tangu mwanzo wa mapambano ya mwanamke katika historia, walikumbana na vikwazo vingi. Huwezi kusema ni sawa, wakati wengine bado wanapambana na wakati mwingine hawatambuliwi kwa juhudi zao. Lakini katika kila changamoto wanapata nguvu mpya. Kwa miaka mingi wanawake wamepambana kwa ajili ya haki zao. Kila mwanamke aliye na ndoto ya mafanikio ni mfano wa harakati za mabadiliko. Wamesimama kidete katika sekta mbalimbali wakiwa na matumaini ya kuleta tofauti. Kwa mfano, tunaona wanawake wakiwa viongozi katika siasa, wakichukua majukumu ya kutoa mwelekeo kwa jamii, wakivunja vizizi na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa upande mwingine, kuna mafanikio makubwa. Kwa mfano, wanawake wakiwa viongozi wa kisiasa, wakiwa madaktari, wahandisi, wajasiriamali na wabunifu, wamepata nafasi ya kuonesha dunia kile walichoweza kukifanya. Siku ya wanawake ni zaidi ya sherehe, ni ukumbusho wa juhudi za kila mmoja wetu na hamu ya kuona ulimwengu wa usawa na fursa kwa wote. Wanawake pamoja tunajenga mustakabali bora. Maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani yanaadhimishwa kila ifikapo tarehe 8 ya mwezi wa 3, na kauli mbiu ya mwaka huu, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Mtayarishaji na msimulizi wa makala hii ni Nura Salum. J Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.